Karibu katika episode ya pili. Tumeweza kushuhudia Mwamba Junjay akiwa anaondoka katika kile kisiwa, yuko katika ndege na bidada tayari alikuwa baharini na akishuhudia ndege ikiwa inapaa juu ya bahari. Na ni yeye mwenyewe aliyekuwa amemfuta Mwamba kumbukumbu, lakini Mwamba alipokuwa anaondoka alionekana kwa mwenye huzuni sana. Mwamba Junjay tayari ameshatia kambi katika mji huko Seoul nchini Korea, na tayari moja kwa moja anakutana na rafiki yake yule anaitwa Nandu. Tena wanaishi katika nyumba ya Mwamba Junjay na wakaanza kumueleza kwamba tulijua umeweza kufa kwa sababu siku 2-3 hivi ulikuwa upatikaniki kabisa. Hasa kumbuke kwamba Nandu ndo alikuwa amewasiliana na Mwamba Junjay kuhusiana na ile bracelet kwamba ni ya bilioni 6 point kitu hivi, na akaanza kumkumbusha jamaa kwamba vipi ile bracelet iko wapi, lakini jamaa anasema mbona sikumbuki kitu chochote kuhusiana na bracelet. Hasa huku upande wa pili katika bahari ya Mediterranean, huku bidada anaonekanika anayefahamika kama Sunchang, ni yule samaki mtu. Siku leo alikuwa akiwaaga dada zake na kuambia kwamba anakwenda kumtafuta jamaa kwa sababu amekuja kugundua kwamba hawezi kuishi bila yule jamaa. Na ubaya ni kuwa samaki mtu akishampenda mtu mmoja tu basi anampenda huyo mpaka kifo chake kitakapokuwa kimeweza kuingia. Hawezi kumpenda mtu mwingine yeyote yule duniani. Bidada Sunchang ili kuweza kujua Mwamba ni wapi alipokuwa ameelekea, akawa anamkumbuka jamaa. Siku moja wakati wanapiga story alimwambia kwamba ndakuja nikupeleke Seoul nchini Korea, huko utakwenda kufurahia sana mafirework. So bidada kwa kuwa mara ya mwisho aliweza kuiona ndege ilikuwa inaelekea uelekeo fulani, basi moja kwa moja akazamia katika bahari na kuanza kuelekea katika uelekeo huo. Akatembea kwa kipindi cha miezi 6. Siku ya leo aliibukia mahali fulani ambapo aliweza kuwakuta wavuvi, kisha akawa anauliza eti Seoul ni wapi. Hawa wavuvi wakamuelekeza kwamba ni mbali kidogo lakini ni uelekeo huu hapa. Alikuwa ameelekezwa ni wapi Seoul ilipo, lakini kwa sababu yeye sio compass au dira ambayo inaweza kumuelekeza sehemu sahihi zaidi, alikujikuta amekosea na kujikuta anatua katika fukwe fulani ambayo sio Seoul kabisa. Lakini katika bahati nzuri ni kwamba maeneo aliyokuwa ametulia kulikuwa kuna watu walikuwa wakifanya usafi katika maeneo haya ya fukwe za bahari, na kumbe hawa kina mama wote walikuwa wametokea kule Seoul na wakamwambia kwamba hata sisi tunaelekea huko, kwa hiyo tutaongozana pamoja. Wakina mama bana hawanaga roho mbaya kabisa, wakawa wamemsaidia bidada, na alipoweza kufika tu mjini akaanza kushangaa watu ni wengi sana, lakini kwa sababu hakuweza kula kwa kipindi kirefu kidogo akajikuta tu anatamani chakula kilichopo kando ya barabara. Akachukua msosi. Sasa wakati anamuomba pesa yake anatoa makaratasi, lakini huyu mwenye duka akawa amemfukuza. Bidada akawa anatia huruma kweli kweli yani. Ila walishasemaga wahenga usilijua ni sawa na usiku wa giza. Kumbe wakati huo anaendelea kushangaa kulandaanda katika mitaa, Mwamba Junjay alikuwa anapita kando yake pasipo hata kuweza kujua kwamba bidada alikuwa kando yake pia. Sasa akiwa mitaani anashuhudia kuna bidada fulani hivi vilikuwa vinamkaba mwenzao kwa sababu alikuwa na pesa, vikawa vinamuomba pesa. Naye akaanza kukakaba katoto fulani akikaambia kwamba anaomba pesa. Akiwa bado anaendelea kulandalanda mitaani, aliweza kushuhudia mtoto mmoja hivi wa kike alikuwa akionewa sana na wanafunzi wenzake. Ikabidi kwenda kumsaidia. Na baada ya kumsaidia bidada, moja kwa moja akampigia simu mamake mzazi na kumwambia kwamba ni vyema angechukulia uangalifu kwa binti yake kwa sababu binti yake anaonekana anaonewa sana maeneo ya shule. Na yule mama ili kurudisha shukrani akawa amemtumia bidada pesa kidogo tu. Bidada moja kwa moja akaenda kununua nguo na moja kwa moja akaendelea kulandalanda kidogo katika mitaa. Lakini wakati huo mkononi pake alikuwa na namba fulani zinazoonyesha 62. Hii namba 62 akawa anaikumbuka kwamba kuna kipindi Mwamba Junjay alikuwa ameiandika katika mkono wake na kumwambia kuwa katika ghorofa ya 62 ndani ya mji wa Seoul, basi ukitembelea maeneo hayo unakutana na mafirework mengi sana na vivutio vingi sana. Sasa bidada Sunchang moja kwa moja akapanda katika ghorofa hiyo mpaka ghorofa ya 62. Kitu cha kushangaza ni kwamba alikuta kuna samaki wengi wameweza kufungiwa katika vioo. Hasa leo kuna bidada mmoja anaitwa Suhi. Siku ya leo alikuwa akimwagiza mfanyakazi wa nyumba kumwambia kwamba apike chakula cha aina fulani. Basi yule mfanyakazi baada ya kupika akakipeleka mezani. Lakini Mwamba Junjay baada ya kula kile chakula akakumbuka mbali sana kwamba mama yake naye alikuwa akiandaa chakula kama hiki. Basi akawa amekumbuka kwamba mama yake siku hiyo alikuwa amemwandalia chakula kama hiki na kumpeleka katika maeneo ambayo kuna mabwawa ya samaki. Na hayakuwa maeneo tofauti zaidi ya kule ambako bidada alikuwa ameweza kuelekea. Kumbe bana bidada ameweza kuingia ndani ya yale mabwawa. Sasa wahudumu wanabaki wanashangaa sana kuona kwamba kumbe hapa ndani kuna samaki mtu, akawa anashangaa kweli kweli kitu hiki. Sasa Mwamba Junjay kumbuka kwamba naye yupo katika mitaa hii anaendelea kupita huko ndani, lakini akaweza kushuhudia watu wakiwa wanamuona hapa samaki mtu, naye akawa anamwangalia. Huyu samaki mtu akawa anamfuata kana kwamba anamuita hivi. Kile Mwamba akawa amempotezea. Kumbuka kwamba amjui kabisa huyu bidada na anahisi kwamba ni bidada ambaye amezama katika mabwawa na lengo ni kuweza kuonesha watu namna gani samaki mtu anavyoweza kuonekana. Baadaye bidada akafanikiwa kujitoa katika yale mabwawa, akawa amevalia nguo za kawaida. Sasa wahudumu wote wanabaki wanamshangaa na kuhisi kwamba huyu bidada huenda ni mpelelezi, amekuja kuyapeleleza maeneo yao. Sasa Mwamba akiwa anashuka katika maeneo hayo akashangaa kuona kwamba ametumiwa picha. Hii picha inamuonesha yeye kipindi kile ambapo alikuwa yuko nje ya nchi na aliweza kupiga picha na huyu bidada ambaye ni samaki mtu. Sasa kabaki anashangaa, ina maana mimi na huyu bidada samaki mtu tunajuana. Ikabidi moja kwa moja kurudi na kusema kwamba huyu ni mgeni wangu bana. Na lakini wakati huo samaki mtu anayefahamika kama Sunchang alikuwa akimtazama Mwamba huku akitilika machozi. Kuna siri kubwa sana ambayo anaifahamu, lakini jamaa hakumbuki kitu chochote. Na kumbe ile siku Mwamba alipokuwa amezamia maji na kuweza kuibuliwa, basi moja kwa moja bidada alikuwa amempatia link kwa sababu alitambua kwamba jamaa alikuwa akipenda sana hii, na alipomweza kumwachia ndo akaondoka zake. Hasa tukirudi miaka 400 iliyoweza kupita nyuma, kuna mfalme mmoja hivi alikuwa akiongoza ufalme wake, lakini kwa bahati mbaya alipokea kesi ya kwamba watu wote wanaoishi jirani na fukwe ya bahari huwa wanaibiwa sana. Na bahati mbaya ni kuwa watu wake wanaibiwa vitu vya kawaida sana kama viatu, nguo na vitu kama hivyo. Sasa hii kitu ikawa inamchanganya sana mfalme. Ni nani
aliyefanya wizi huo na asiweze kukamatika. Lakini wakati huo mfalme alikuwa na mtu wake anayemwamini sana, mtu ambaye wakati fulani alikuwa akimzunguka kwa kutembea na mke wa mfalme. Sasa huyu jamaa alipoweza kugundua kwamba kuna wizi unafanyika maeneo karibu na fukwe, akasema kwamba wanaofanya hivyo basi ni samaki watu, na pia akasingizia kwamba hata mali za umma zilizokuwa zikipotea kipindi cha hivi karibuni zote zilikuwa zikiibiwa na hao samaki watu. Mfalme akakasirika sana na kuagiza kwamba samaki watu watafutwe popote walipo. Lakini tukitoka hiyo miaka 400 ya zamani iliweza kupita, tunarudi katika ulimwengu wa sasa ambapo mwamba Junjie ili kuondoka na bidada ambaye alikuwa amedumbukia katika bwawa la samaki, kitu ambacho ni kinyume cha sheria, basi moja kwa moja akajifanya ni afisa wa polisi na kusema kwamba naomba niondoke naye haraka sana unimpeleke kituoni. Kisha akawa amemchukua bidada na kuondoka naye. Mwamba Junjie akamuuliza bidada, hivi mimi na wewe tumekutana kabla, mbona hujaweza kujitambulisha hata jina lako? Hebu niambie unaitwa nani? Lakini bado bidada alikuwa iko kimya tu, na mwamba kaongezea kwa kumvuta bidada mkono na kumleta maeneo ya nje. Kisha akaanza kumuuliza kwamba nimekuuliza jina lako ni nani na je unanifahamu mimi au unijui? Lakini bado bidada alikuwa iko kimya tu, ikabidi mwamba kuweza kumwacha bidada. Na kwa bahati mbaya sana wakati huo kuna gari fulani ilipita kwa dharura tu, ikawa imewatenganisha wawili hawa, na mwisho wa siku bidada akawa amempoteza mwamba. Akahangaika sana kumtafuta lakini hakuweza kumpata kwa wakati huo. Ikabidi bidada kuhangaika sana kuanza kumuulizia mwamba Junjie, na mwisho wa siku akaangukia katika mikono ya vibaka, ambapo mwamba mmoja akajitokeza na kusema kwamba yeye anajua ni wapi Junjie anapoishi. Mwamba Junjie kumbe alikuwa akimfuatilia tu bidada, na wakati huo akajitokeza na kusema kwamba kwa nini unataka kumtapeli bidada? Ukumbuke kwamba mwamba Junjie utapeli na wizi ndio shughuli zake za mjini hapa. Na dakika hizo hizo mwamba akawa amemwibia huyo tapeli na kumwambia kwamba hata hii wallet ulionayo sio ya kwako, hii ni wallet ambayo umeweza kumtapeli mtu mwingine. Tapeli akaona kwamba hana ujanja wote, kabidi kuondoka katika eneo lile. Mwamba Junjie baada ya kuweza kumkomboa bidada, moja kwa moja akawa anamtoa katika maeneo yale na kumtembeza katika maeneo fulani vikando kidogo ya mto, na huko aliweza kukuta mafataki akiwa anapigwa kwa wingi sana. Bidada alipoweza kusikia miungurumo alijua ni risasi, moja kwa moja akawa ameweza kumkumbatia mwamba. Mwamba Junjie ikabidi haraka sana kuweza kumtoa bidada, huko akimwambia kwamba hebu niamini bana, havina madhara kabisa hivyo vitu, hebu angalia. Bidada alivyoweza kuangalia ndo akakumbuka kwamba jamaa mwe kumuahidi kwamba atampeleka katika kutazama mafataki ba. Sasa mishale ya usiku sana, mida kama ya 4:30 hivi, basi mwamba akawa anaondoka katika ile maeneo, lakini akashangaa kuona kwamba kila sehemu anayoelekea bidada yuko naye tu. Ikabidi kumuuliza bidada, ina maana njia ambayo naelekea mimi ndiko ambapo naona unaelekea? Lakini bidada alikuwa kimya tu. Mwisho wa siku mwamba akagundua kwamba huyu bidada huenda alikuwa hana makazi, kwa akawa anamfuata kila sehemu anayoelekea. Sasa mwamba kwa sababu ana maswali mengi sana ndio anataka kumuuliza bidada, akawa amemkubalia tukurudi naye mpaka nyumbani. Alipofika tu mashikaji walishangaa sana kuona kwamba mwamba Junjie leo amekuja na demo hapa nyumbani, imekuwaje kwaje kitu. Wakampatia bidada chakula, kisha moja kwa moja akampatia ile bangili na kumwambia kwamba hii bangili unaifahamu? Bidada akasema ndio, ni mimi ni ambaye nilikuwa nimekupatia. Sasa mwamba akawa anauliza, sasa kama uliweza kunipatia, kwani mimi sikumbuki kitu chochote kuhusiana na hiyo bangili, wala sikumbuki chochote kuhusiana na wewe? Bidada akawa amenamisha tu kichwa chake, hakuweza kujibu kitu chochote. Lakini bidada badala ya kujibu ile swali alikuwa ameulizwa, yeye akawa anasema kwamba anahisi kila mtu ana jina lake, naomba hata mimi mwenyewe mnitungie jina basi. Mwamba akamwambia kwamba wewe mpumbavu nini? Kwa bidada akajua kwamba yeye alivyoitwa mpumbavu ndio jina lake, kwamba yeye kuanzia leo atakuwa anaitwa mpumbavu. Akafurahi sana na kuanza kumfurahia jamaa huko akisema kwamba asante kwa kunipa jina zuri sana mpumbavu, asante sana kwa jina hili. Sasa bidada ajue hata maana ya mpumbavu ni nini, akajua kwamba ni jina zuri tu. Moja kwa moja akaelekea kwa jamaa mmoja anafahamika kama Tayo, rafiki wa karibu sana na mwamba Junjie. Kisha akaanza kumwambia kwamba na mimi mwenyewe sasa hivi nina jina naitwa mpumbavu, jina langu zuri Na wakati huo masiara haya yanaendelea, yule bidada anayefahamika kama Jihi wakati mwingi sana anamwandaliaga mwamba chakula, alikuwa amefika hapa nyumbani. Na alishangaa sana kuona kwamba bidada mpumbavu alikuwa jirani sana na mwamba Junjie. Sasa hii kitu kana mshangaza, hawa wana jirani gani hawa? Na siku hii bidada alikuwa amekuja hapa kumtembelea mwamba kwa sababu ilikuwa ni siku yake ya birthday, kwa alikuwa amemletea keki. Ila kulikuwa anashangaa sana kuona kwamba yule bidada samaki mtu alikuwa anakurupukia chakula kama cheese hivi. Na moja kwa moja bidada Jihe akamfuata huyu jamaa anayefahamika kama Nandu na kuanza kumwambia kwamba hivi huyu bidada ambaye mnaishi naye hapa ndani ni nani? Mbona ana karibu sana na mwamba Junjie? Huyu bidada Sihi alishangaa sana kusikia kwamba Nandu anasema kwamba bidada atakaa hapa kwa siku kadhaa na jamaa ameweza kumleta siku ya leo. Akabidi kusema kwamba naomba umwangalie sana jamaa asiwe jirani sana na huyu bidada kwa muda mrefu. Bidada samaki mtu alikuwa amefurahi kweli kweli na kupewa kitanda, kisha akawa amelala. Mapema na alfajiri mwamba aliwahi kazini, na siku ya leo wakati anatembea mitaani alishangaa kuona kwamba kulikuwa kuna duka fulani hivi linauza nguo za kike, na akawa ameshtuka kwamba amewahi kuingia katika maduka haya na kumnunulia mwanamke nguo. Na mwamba hakumbuki kabisa kama amewahi kuwa na mwanamke hapo kabla, lakini anashangaa kwamba ni kwa nini anakumbuka kumbukumbu hizi. Wakati huo akiwa kwenye gari na Nandu akawa amempigia simu na kumwambia kwamba mbele yako kutakuwa na maafande mbele. Ni kweli kabisa, mwamba Junjie mbele yake akakutana na maafisa wa polisi wakisema kwamba kuna nyumba ambayo imeweza kuvamiwa na mtu ameweza kuuliwa. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi katika kujua ni nani ambaye ameweza kuhusika katika mauaji hayo. Kiufupi ni kwamba huyu afande ambaye amemsomisha mwamba anajua wazi kabisa kwamba kila kitu ambacho jamaa anakifanya ni kwamba jamaa ni tapeli, lakini pia ni mwizi. Ila wakati mwingi sana anatamanigi kumtia gerezani huyu mtu, ila anakosaga sababu. Lakini alishtuka sana kusikia kwamba eti kuna muuaji ambaye anazunguka nyumba kwa nyumba na anafanya mauaji ya kushtukiza sana. Kwa hiyo wanafanya upelelezi kutaka kumjua muuaji huyo. Mwamba akawa mpata mashaka kwamba huenda bidada atavamiwa kule nyumbani. Walishasemaga wahenga, lisemwalo lipo, kama halipo basi linakuja. Ukweli kabisa ni kwamba huku nyumbani bidada alikuwa busy sana kutazama tamthilia. Kumbuka kwamba anapendaga sana movie.
Mara ghafla akasikia sauti ya mlango kuwa unagongwa. Bidada moja kwa moja akawa ametoka nje kuja kutazama. Hivi alikuwa ni mwamba mmoja amevalia koti refu sana, kisha mvua ilikuwa ikinyesha, na huyu inasemekana ndio muuaji mwenyewe. Na kabla ya kuingia katika episode ya 3, tunabakia na swali moja tu. Je, bidada nini ambacho kiliweza kumkuta, kwa sababu ambaye ameweza kugonga mlangoni ni muuaji, na ni kwa nini muuaji huyu anafanya matukio hayo? Nikukumbushe tu kwamba kila tunapofikisha like 100 basi tunatoa episode ya mbele yake, na nikukumbushe tu kwamba wewe ambaye unazidi kutufuatilia, hakikisha tu kwamba kwa siku ya leo unagusa like kadri unavyoweza, kwa sababu tunakwenda kuhitimisha mpaka finali.